Nchini Kenya, mwanaharakati ambaye alitekwa nchini Tanzania na siku 3 baadaye kutelekezwa katika eneo la Horohoro karibu na mpaka wa taifa hilo na Kenya, Boniface Mwangi amezungumza na DW na kusimulia yaliyomfika, huku akionyesha dhamira ya kuishtaki Tanzania katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ya mjini The Hague nchini Uholanzi. Zaidi msikilize akieleza hali yake ya sasa pale alipozungumza na Sudi Mnete. Niko na maumivu kwa mwili, sehemu za siri niko na maumivu, na miguu yangu pia iko na shida juu niko na 3 fractures. Fracture kwa miguu na left na kidole kimoja kimevunjika. Wakati hatua za mwanzo ambapo umeachiliwa, ilielezwa kwa hali yako mbaya sana, na hata wewe mwenyewe baadaye ukasema umepitia siku za giza, siku ngumu sana. Hebu tueleze kwanza, kwa kiasi gani umeumizwa kwa ndani? Waliniumiza sana, lakini ile mateso ilikuwa kwa hiyo siku 3 nilikuwa nimeshikwa, sikuwa naona, walikuwa wamenifunga uso na niko na pingu siku 3. Kwa hivyo sasa kulikuwa na ile psychological torture na iko na physical torture. So hizo vitu zote mbili zinapatia shida. Mwili inauma, akili pia si timamu kabisa. Akili pia inasumbua. Iko na ile mawazo mengi. Nimekabwa macho, nimepigwa pingu, nikizungumziwa ni kupigwa tu. Kama utapata matibabu mazuri, utarejea katika hali yako ya kawaida au kasoro zake za kuwa bado zimesalia katika mwili wako? Unajua mwili kivunjika irudi vile ilikuwa hivyo hapo awali. Lakini natumai kwamba pale pamevunjika nikipona ndakuwa vizuri, naweza tembea vizuri. Kwa wakati huo siwezi tembea vizuri, lazima nipatiwe usaidizi ndio niweze kutembea hata kwa msalani. Wakati wote ambapo ulikuwa unafanywa hivyo, umefungwa macho, ulikuwa unasikia chochote? Kelele kwa mfano zilizokuwa zinapigwa na ulimwengu, Mwangi, ulikuwa unasikia kilio cha wananchi? Kuna siku nilikuwa nasafirishwa na gari kutoka Dar es Salaam, nilikuwa napelekwa wapi, na walikuwa nasikiza Dichuele. So nikasikia wakisema kwamba mwanaharakati maarufu wa Kenya Boniface Mwangi, wakati walisema tu jina langu hivi wakazima redio. Na baada ya dakika kadhaa wakaakisha. So sikujua nini endelea, lakini nisikia jina langu kwa redio. Kukosoa wengine wanasema bwana Mwangi ameingia Tanzania kwa namna isiyo sawa, hakufuata taratibu. Hakuna kasoro yote, kwa sababu mimi ni raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na nikienda Tanzania ama nikienda Uganda ama nikienda Rwanda, sifai kuuliza sababu ya kwenda kwa hizo nchi, kwa sababu hata pasipoti ni moja. Ukiangalia pasipoti yangu na Tanzania na Uganda zinafanana, imeandikwa East Africa Community. Kwa hivyo sina sababu, naweza enda tu hizo nchi bila hata sababu yoyote. Na maafisa wa Tanzania wanadanganyana, kwa sababu hakuna karatasi ambayo niliandika kama nikasema kwa sababu nimeenda Tanzania. Nilienda nikapita katika immigration, nikapiga passport yangu stamp na nikaingia tu bila maswali yoyote. Lakini kwamba kama ningekuwa nimevunja sheria za Tanzania, ningeshikwa nipelekwe mahakamani, si kupitia mateso, pigwa, kufungwa. Kilichokupeleka Tanzania ni hii kesi ya kiongozi wa upinzani wa taifa hilo Tundu Lissu, au kuna mambo mengine? Nilienda kwa hiyo kesi ya Tundu Lissu, baadaye nirudi Kenya. Kwa yote haya yaliyotokea, kwa mfano, utadiriki wakati mwingine wote kuingia tena Tanzania? Ni ngumu kusema kwa wakati huu. Labda Suluhu akikufa ama atoke, lakini kwa wakati huu siwezi enda. Walinifanya mabaya mengi sana.